Ni kweli tetesi hizi zimekuwepo kwa muda sasa, kwamba Dar es Salaam Young Africans wanahusishwa na Jean Claude Gilimwigisha ambaye amekuwa na kiwango bora sana kwa miaka ya hivi karibuni. Moja kati ya mawinga ambao wanazitoa udenda timu nyingi ambazo zinahitaji kuwa na wachezaji wenye uwezo mkubwa ni huyo, lakini engo ambayo inakuja kuwafikirisha watu na kuwaza kwamba ni kweli wananchi Dar es Salaam Young Africans wanaweza wakafikia thamani ya Gilimwigisha kutokana na namna ambavyo amekuwa akihusishwa na timu ambazo zina uwezo mkubwa. Thamani yake imeonekana kuwa ni kubwa sana, lakini inawezekana. Unajua, tangu Engineer Hersi amekuwa madarakani na uwepo wa GSM Ghalib Said Mohamed, wamekuwa ni watu ambao wamekuwa wanayafanya yale ambao hayawezekani yanawezekana. Mfano, kuna watu walithubutu kuzungumza hadharani kwamba ni ngumu sana kwa Yanga kuipata saini ya Stefan Aziz Ki kutokana na namna ambavyo alikuwa na uwezo mkubwa na timu nyingi zilikuwa zinamhitaji akiwa na ASEC Mimosas, lakini Yanga waliweza kufanya hivyo na ikawezekana. Na wakati ligi imekamilika, alisikika Rais Engineer Hersi akisema kwamba wanaenda kufanya maboresho makubwa ya kikosi chao na hususan kwa wachezaji wa nje, baada ya kuwa usajili ambao aliufanya kwenye dirisha la usajili kuonekana kuto click wachezaji kama kina Celestine kwa kina Dumbia kina Rashid Kuma na wengineo. Kwa wakawa wamesema msimu huu ama kwenye dirisha la usajili hili wanaenda kufanya usajili mkubwa ambao ulikuja kukolezwa na mdhamini wa timu hiyo Ghalib Said Mohamed GSM, akisema ataenda kutoa fedha ambazo zitasajili mchezaji yoyote yule ambaye benchi la ufundi ama wananchi wenyewe watakuwa wanamhitaji. Kwa hiyo haishangazi kuona Yanga wanaweza wakafanya usajili wa winga huyo ambaye amekuwa akihusishwa na Al Ahly Tripoli ya pale nchini Libya. Na chifu, tukibaki hapo kwa Gilimwigisha, ni kama vile watu wanahisi kama itakuwa ni ndoto ya mchana Yanga kuipata saini ya Gilimwigisha, kwa sababu hapo katikati pia alisikika hata meneja wake, yani wakala wake, alidai kwamba Gilimwigisha kwa sasa vision na ndoto zilizopo kati yake na uongozi ambao una manage ni kwamba Gilimwigisha anatakiwa kacheze Ulaya, atakiwa kacheze nje kabisa kwa bara la Ulaya na si Afrika tena, akidai kwamba Yanga wana fedha, na vyombo vya habari vingi vilimnukuu vya hapa nyumbani Tanzania pamoja pia na vyombo vya kule Rwanda, akidai kwamba Yanga hawana fedha. Alishawahi kuwapigia simu yeye mwenyewe, hawakuweza kumpa majibu ya maana. Kauli ya wakala wa Gilimwigisha, na mimi hata wewe pia chief wewe kuisikia kauli yake mwenyewe alizungumza. Mawakala kuna muda huwa wanazungumza maneno hayo kuongeza ile chachu ya wale wanaodhaniwa hawawezi, ili waweze kuweza kwenye malengo ambayo wanakuta wakala na mchezaji ama klabu wanahitaji fedha kadhaa kumuuza mchezaji. Kitu ambacho amekuwa akifanikiwa sana Engineer Hersi, ni mtu ambaye anaonekana kuwa na ushawishi mkubwa sana. Amekuwa akizungumza na wachezaji kwanza, anampa malengo ya klabu na kila ambacho anahitaji kukipata kutoka kwa mchezaji. Inavyoelezwa, Engineer Hersi amezungumza na winga mwenyewe wakakubaliana. Kwa hiyo kilichobaki maslahi binafsi ya mchezaji na Yanga wameshakubaliana. Kilichobaki ni Yanga kwenda kumalizana na waajiri wake, kwa maana Al Hilal Omdurman ambao wana demandi inatajwa kuanzia bilioni 5. Na ndo mpira wa sasa hivi unahitaji hivyo. Kumbuka Yanga wao wenyewe hapa siku za hivi karibuni alitakiwa Mzize na Wydad, na tayari watu walikuwa tayari kutoa bilioni 2 na sehemu. Kwa hiyo kama tunaweza kuuza wachezaji kwa kiwango hicho, ili uweze kuingia kwenye ushindani wa vilabu vikubwa kama Al Ahly, Pyramids, Mamelodi Sundowns na nini, unapaswa kuwekeza kwa wachezaji na uweze kufikia viwango ambavyo unaweza kumnunua mchezaji. Na timu hizi usizione zinafanya vizuri kama Al Ahly na timu nyingine zinanunua wachezaji kwa bei mbaya sana. Kwa hiyo ili uweze kama una malengo ya kufanya vizuri kwenye mashindano makubwa barani Afrika kama Champions League na Confederation Cup, unahitaji kuwekeza, na uwekezaji wake ni kupata wachezaji ambao wanakuwa na gharama kubwa sana. Kwa hiyo na imani Yanga wanaweza wakajitutumua. Na kumbuka, msije mkashangaa, kumbuka hapa siku sio nyingi kuna uchaguzi. Suna nielewa bwana John, kuna uchaguzi wa klabu. Viongozi wengi tumeona kina Florentino Perez kule Real Madrid,
kina Juan Laporta na wengineo, inapofika swala la uchaguzi wanawekeza nguvu kubwa. Na nitolee tu mfano kwamba wanaenda kwenye kikao cha uchaguzi, halafu watu wakaja na surprise package kwamba anasimamishwa pale Girumugisha kwamba tumemsaini kuwa mchezaji mpya wa Dar es Salaam Young Africans. Nani atahoji kwenye swala la kwenda kupiga kula ama kumchagua rais ambaye anagombea? Nakumbuka engineer amekuwa na tekniki hiyo, japo kuna sajili ambazo hazikukliki. Unakumbuka swala la Gael Bigirimana ambaye alikuja kutambulishwa kwenye mkutano mkuu. Na wengi waliletwa kina Juma Barinya, wote wakatambulishwa kwa staili hiyo. Kwa hiyo sio jambo la kushangaa, linaweza likafanyika kama kete ya ushindi kwa uongozi wa Engineer Hersi kurudi. Nakumbuka asilimia kubwa ya uongozi wote ulioko wamechukua fomu. Kwa hiyo ili kuendelea kuwadhibitishia wanachama, wanaweza wakaitumia ile ikawa kama kete ya ushindi. Kumbuka kuna kikundi fulani kwa watu wazito ambao wamekuwa wakifanya hizo sajili. Kumbuka kuna Anthony Mavunde, kuna GSM mwenyewe, kuna kina Ridhiwani, engineer mwenyewe na watu wengine ambao wamekuwa na uwezo mkubwa. Watu wanaweza wakajichanga wakaangalia namna ambavyo wanaweza wakafanya ili kuweza kupata usajili huu ambao umeonekana kuwa ni wa ghali sana. Mahmudu, umetolea mfano kwamba thamani ya Girumugisha huenda ikawa ni 1 bilioni 0.56, umezungumza hapo. Ukiangalia pia sajili ya hivi vilabu vyetu viwili, sajili zao kidogo zimekuwa kama vile zina kona nyingi, ujanja mwingi. Ni vile ambavyo vinakuwa vinanusa mkataba wa mchezaji, vikigundua kwamba bakia miezi 6 vinasubiri ili vimchukue free. Huu ndio umekuwa mara nyingi ndo usajili hasa hivi vilabu vyetu vikubwa. Sasa kwa hii bilioni ni kama vile sasa na wenyewe Yanga wanataka sasa kuanza kukaa meza na vilabu vya kaskazini mwa Afrika ama kusini kule Afrika Kusini hivyo ama kule kaskazini kule kwa Waarabu, Yanga kuweza kutoa zaidi ya bilioni kwenye usajili wa mchezaji. Uone kama na yenyewe sasa itakuwa ni rekodi kubwa kwa Yanga. Inawezekana hilo? Kwenye mpira wa sasa hivi, ili uweze kucompete na timu ambazo zimekuwa zikicheza hatua za nusu finali, sio finali, na kuchukua makombe makubwa barani Afrika, lazima uwekeze na lazima utoboke. Kwa hiyo Yanga ukiwaangalia target yao mara nyingi imekuwa ni kufika mbali kwenye mashindano ya CAF Champions League, CAF Confederation Cup, na ili uweze kufika huko lazima uwe na wachezaji wenye quality ya juu, na wachezaji wenye quality ya juu unaopata kutoka kwenye vilabu ambavyo vimewekeza vina ubora. Na asilimia kubwa mchezaji kama huyu huwezi ukampata akiwa amemaliza mkataba, ni lazima ukavunje mkataba, si unanielewa? Sasa nadhani Yanga wanaenda kule sasa ambako wanataka kufikia level ambayo vilabu vingi, mfano mzuri umemwona Mamelodi Sundowns anakuja kuwa ni klabu ambayo ina compete na hivi vilabu vya kaskazini mwa Afrika, kwa maana vilabu vya Kiarabu ambao vina uwezo, na hii yote ni kwa sababu ya uwekezaji mkubwa ambao wamekuwa wakiuweka kwenye timu zao. Kwa hiyo Yanga kama anahitaji kufikia hiyo level, na ukimwangalia Engineer Hersi ni mtu ambaye amekuwa na maono ya mbali na ana kiu siku moja kuona timu yake inafanya vizuri barani Afrika. Kwa hiyo ili uweze kufikia hivyo ni lazima upate wachezaji ambao utaenda kuwavunjia mikataba, na ukifuatilia alikuwa anasikika msemaji mara kadhaa kuelekea dirisha la usajili kwamba awamu hii Yanga tumejipanga kwenda kuvunja mikataba ya wachezaji. Tuchukue wachezaji ambao wamemaliza mikataba. Kuvunja mikataba ya wachezaji maana yake ni kwenda kumchukua mchezaji ambaye bado ana kandarasi na timu yake, na hapo unazungumzia kutoboka fedha. Nadhani ndicho ambacho Yanga wamejipanga nacho. Na endapo sasa Mahamudu, kwa uzoefu wako, Yanga wanafanikiwa kuweza kumchukua ama kumsajili Girumugisha kutua pale Jangwani, unahisi ni kiasi gani Girumugisha atakwenda kwa ofa Yanga, hasa katika michuano ya kimataifa, tukiangalia uwezo wake na aina ya uchezaji wake, ambapo aliwalaza na viatu baadhi ya timu kubwa katika michuano iliyomalizika msimu uliopita wa ligi ya mabingwa Afrika? Kwenye modern football magoli mengi ama timu nyingi magoli yake mengi yanatengenezwa tokea pembeni. Unapokuwa unapokuwa hauna watu wanaotokea pembeni wenye uwezo mkubwa, unajijengea mazingira ambayo unakuwa utengenezi nafasi nyingi. Na kumbuka kwenye michuano ya CAF unaweza ukacheza labda na Al Ahly ya Misri
ukajikuta ndani ya dakika 90 umetengeneza nafasi 2 tu ama 3, na unavyojua kama hauna maforward wenye uwezo wa kuziconvert kwa magoli ukazipoteza. Kwa hiyo moja kati ya uwezo ambao amekuwa nao huyu mchezaji ni kutengeneza nafasi nyingi za magoli, lakini pia yeye mwenyewe amekuwa na uwezo mkubwa sana wa kuweza kufunga magoli. Kwa hiyo unapokuwa na mchezaji ambaye ana kutengenezea magoli ana wastani wa kutengeneza nafasi za magoli kuanzia 2 mpaka 3 kwenye mchezo, lakini pia yeye mwenyewe ana uwezo mkubwa wa kufunga, unakuwa unaongeza ile hamu ya kuzisogelea zile nafasi za juu kwenye mashindano makubwa kama hayo. Mahamudu, unaamini wewe ni mfuatiliaji mkubwa sana kwa sababu upo kwa muda mrefu katika swala zima ya uchambuzi wa masuala ya kimichezo. Wengi wanasema kwamba swala la Girimgisha pengine ni siasa tu la viongozi wa Yanga kutaka kuziba, kuficha ile ahadi ya uwanja ambayo waliahidi kwamba uwanja unaweza kujengwa mwaka huu na uwanja ungechukua miaka 2 tu kukamilika. Mpaka hivi sasa bado ramani ukifika pale Kigamboni, ukifika pale Jangwani ni kwamba bado kuna takataka tu watu wanamwaga, lakini pia uwanja umegeuka pia kuwa hata maliwato wanakuta pia pale vinyesi vya watu. Pengine watu wasema kwamba ili swala la Girimgisha pengine ni siasa tu la kusiliba swala la ahadi ya uwanja, kwa sababu watu wanaelekea kwenye mkutano mkuu, wanaamini kwamba kule sasa injinia anakwenda kubanwa maswali. Hapana, kitu ambacho kimewaumiza sana na ni kama vile kimewaamsha toka usingizini Yanga ni kutokana na kila ambacho unajua wanasema mazoea hujenga tabia. Wana miaka 4 mfululizo wanachukua mataji yote, FA Cup, si kombe gani na NBC Premier League. Hata msimu huu wamemaliza na taji moja, tena na lenyewe ilikuwa ni alimanusula. Kwa hiyo na kilichokuja kuwaamsha zaidi kwanza ni kutokana na namna ambavyo walifeli kwenye sajili zao ambazo walizifanya wakati wa dirisha kubwa. Wachezaji wengi ambao waliamini watakuja kuwasaidia wakaja wakawa flop, ambao walicheza chini ya viwango na wengine wakawatoa kwa mkopo. Kwa kitu ambacho wanaamini kwamba wanaenda kuirejesha ile Yanga ambayo ilikuwa imezoeleka kwa watu ni kusajili wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana. Na ukiangalia asilimia kubwa wachezaji wa ndani wamesajili ambao wana umri mdogo, lakini kwenye hawa ambao wanakuja kusajili sasa kwenye wachezaji wanaotoka nje ni wale ambao wamemachua, yani wako kwenye level ambayo unahitaji mchezaji akupatie. Kwa hiyo ni kitu ambacho unaweza ukasema ni siasa, lakini kwa msimu huu Yanga imekuwa ni kama msimu wa anguko kwao kutokana na kile ambacho walikuwa wamekizoea, na hususan walipomuona mpinzani wao Simba amefanya maboresho dirisha dogo, akaonekana kuwa na kikosi kigumu na chenye ushindani na alimanusura kimnyang'anye taji. Hicho ndicho ambacho kimepelekea sasa msimu huu wakafanya usajili ambao ni wa viwango vya hali ya juu sana. Na kudhihirisha hilo, angalia tu benchi la ufundi ambalo wamelileta. Unapomzungumzia kocha ambaye wamemwajiri tokea Afrika Kusini na wasaidizi wake, ni mmoja kati ya watu ambao wana uwezo mkubwa, wanaheshimika. Kwa hiyo unapokuwa na benchi la ufundi lenye level hiyo, unahitaji kuwa na wachezaji ambao wanaendana na hadhi ya benchi la ufundi ambalo umeliajiri. Kwa hiyo hizi tetesi ama majina ambayo yamekuwa yakihusishwa kwa kiwango kikubwa sana, kuna asilimia 80 ya sajili ama tetesi zile kwenda kuwa ni za ukweli. Mahamudu, kabla hatujaweza kumalizana na kuagana, tunataka tupate neno lako hasa. Mimi huwa na kuheshimu kutokana na nafasi ambayo umeendelea kuitumikia na kuheshimu katika upande wa uchambuzi na vijana wengi kuwa malolomodo kwa kile ambacho unakifanya. Umekuwa kwa muda mrefu sana katika mpira nje na media na mpaka unaingia kwenye media. Unaufahamu mpira wa Tanzania nje ndani. Tukimwangalia Girimgisha ni mchezaji ambaye anatokea huku kanda wetu wa Afrika Mashariki. Tena ni hapo tu nchini Burundi ambapo tunawazidi kwa upande wa ubora wa ligi yetu, lakini umezungumza hapo thamani ya Girimgisha ni 1 bilioni na point kadhaa kwenda mbele. 5 bilioni. Okay, 5 bilioni, bilioni 5. Naam, bilioni 5. Wenzetu wanafanikiwa wapi mpaka leo hii tunaona mchezaji anapanda thamani kana kwamba anaweza kachukuliwa na timu yoyote ile Afrika, hata vilabu vya kaskazini huko Warabuni anaweza kacheza. Wenzetu wanafaulu wapi na sisi tunafeli wapi kana kwamba hata wachezaji wetu hata tu thamani ya milioni 200 hawana? Johnny, ukizungumzia mataifa kama Burundi na Rwanda ni mataifa ambayo yalitawaliwa na Wafaransa. Hata ukiangalia achili ambali wachezaji, mara ngapi makocha toka Rwanda na Burundi wamekuwa wakija kwenye mataifa yetu na wanafundisha na wanafanikiwa. Mbali ya hivyo, angalia ni wafungaji bora wangapi ambao wametoka Burundi wakaja kuchukua ufungaji bora. Mtaje unamkumbuke Hamisi Jocelyn Tambwe, alikuja hapa akachukua ufungaji bora akiwa na Simba akiwa na Yanga. Lakini Saido ni Bazonkiza
Yanga, amekuja akatai na Fiston Mayele kama unakumbuka, anamaliza mfungaji bora. Msimu huu mwamba amekuja dirisha dogo tu, Mosi Nduumwe amechukua ufungaji bora kwa idadi kubwa ya magoli. Kwa ni mataifa ambayo wachezaji wake wao wanapita kwenye misingi tokea wakiwa vijana. Unajua haya mataifa ni mataifa fulani ambayo yanaamini kwenye soka la vijana, lakini pia wana academy za hapa na pale, lakini hata watu ambao wanaenda kusoma wanaenda kwenye mataifa ambayo yameendelea. Taifa lile halina tofauti na taifa kama la DR Congo. Wachezaji wake wengi unakuta ni wale ambao wana vipaji, wamepita kwenye njia sahihi toka wakiwa na umri mdogo. Kwa hiyo pamoja kwamba anatoka taifa dogo la Burundi, lakini ni taifa ambalo lina misingi ya soka tokea chini, kwa maana watu wanaanza kufundishwa mpira ama kujifunza mpira wakiwa na umri mdogo na wakiwa chini ya makocha ambao wana elimu kubwa. Ndio. Na kwa ujumla sasa tukiangalia Girimugisha anafanikiwa kujiunga na wananchi Yanga, unadhani anakwenda kuchukua nafasi ya nani kwenye upande ambao anacheza Girimugisha? Ukiangalia eneo ambalo huwa anacheza winga zote, lakini mara nyingi huwa anatokea winga ya kushoto. Unajua sasa hivi mpira kwenye modern football nimekwambia winga ya kulia inachezwa na mtu ambaye ni orthodox, yani anatokea kulia lakini anatumia mguu wa kushoto. Ile Lionel Messi, ile Lamine Yamal, yani anakiwa anafinya anaingia ndani, akiwa anakopota anafinya anaingia ndani. Kwa na vitu viwili, kwanza huyu mtu awe na uwezo wa kushoot kukevu, lakini pia ana uwezo wa kuchagua kutoa pasi. Sasa yeye huwa anatokea kushoto akiwa anatumia mguu wa kulia. Nikukumbushe tu kidogo sana, mnamo miaka 2007 kwenda na 8 hapo, Sir Alex Ferguson aliwahi kuwa na wachezaji wengi sana. Wayne Rooney akamtoa, kuna muda alimleta pale, ana Tevez, ana Dimitar Berbatov, ana Cristiano Ronaldo, ana nani, ikabidi Rooney amtoe kucheza eneo la juu, akawa anamtolea kushoto, winga ya kushoto. Kwa hiyo mwamba akawa kifinya hivi analitizama goli, ana uwezo wa kupiga na uwezo wa kuchagua kutoa pasi. Girimugisha upande ambao anacheza ni upande ambao alikuwa anatokea Pedro Pacome Zouzoua ambaye ni majeruhi, haonekani atarejea lini, lakini Clement Walid Mzize ambaye amekuwa akicheza tokea eneo lile bado ni majeruhi, japo ameanza, tumemuona kwenye pre-season, lakini mtu ambaye ametoka kwenye majeraha ya goti uwezo ukamgaranti moja kwa moja kwamba ataanza na moto ule ule. Kwa hiyo unahitaji kuwa na mtu mwenye uwezo mkubwa sana kutokea upande ule. Sawa bwana Chief Mahmoud, kama una lolote la kumalizia pia, wadau wanakusikiliza hapa, maelfu ya wadau Afrika, Tanzania na nje ya Tanzania, una lipi la kuzungumza hapo? Mimi niseme tu kwamba nivipongeze vilabu vyetu, vimekuwa vikifanya sajili ambazo sasa hivi kutokana na aina ya makocha ambao tunawaleta. Zamani kama una kumbukumbu nzuri, wachezaji wetu walikuwa akienda Afrika Kusini tunasema amepiga hatua sana, lakini sasa hivi sio makocha, sio wachezaji tunaweza kuwaleta hapa, maana yake tumekuwa na uwezo wa kumanage watu ambao zamani tulikuwa tunaona ni wa level ya juu. Kwa hiyo niseme tu kwamba kama tumefikia hiyo level, tupunguze ujanja kwenye sajili ambazo tumekuwa tukizifanya, yasionekana haya ya Selemani Mwalimu na nini, lakini viongozi wetu basi wawe ni watu ambao wanafuata zile taratibu ili wachezaji waendelee kufurahia kuja kucheza ligi ya Tanzania. Mfano nimefurahisha sana na sajili ambazo walizifanya Simba Sports Club dirisha dogo. Angalia uwezo wa mtu kama Libase Geye, Anise Choura, angalia namna ambavyo anacheza Roshan Derek na Ismail Tule. Unaona kabisa kwamba ni quality ambazo hazikutakiwa kuwepo Tanzania kwa miaka ya nyuma, lakini sasa hivi tunaweza kupata wachezaji wa level hii. Lakini niongeze tu kwamba tuendelee kuwapa nafasi vijana wazawa, kama ambavyo tunaona mara kadhaa Yanga wamefanikiwa sana hapa wakiwa na madefender wale wa katikati wengi wanatoka ni wazawa na wamewapa mafanikio Yanga wazawa. Kwa hiyo kuna muda unapomsajili mchezaji mzawa huo unampa nafasi, ndivyo ambavyo atazidi kuimprove zaidi na kuwa msaada kwa klabu na timu ya taifa. Isije kawa kama Uingereza sasa kwamba ligi ni bora lakini timu ya taifa haifanyi vizuri, kwa sababu unakuta vilabu vingi ambavyo vinacheza mechi za ushindani wachezaji wake wazao wanakuwa hawapati nafasi. Sawa bwana Mahamudu Chief, sisi tunakushukuru sana, tunaamini yako mengine mengi. Kesho pia basi tutakutafuta tena kwa ajili ya kuweza kuzungumza mengine pia katika tetesi mbalimbali za usajili, kuweza kujua yapi ambayo yanaendelea kufanywa na hivi vilabu vikongwe ndani ya Tanzania.